Habari ya siku ya leo tena mwana familia wa Chavala Music, na siku ya leo nina somo jingine zuri kabisa kwa wale wapenzi wa upigaji wa chombo kinaitwa gitaa, na tunaanza kuchambua funguo mbalimbali za gitaa. Na siku ya leo tutaenda kuchambua ufunguo wa C major. Ndio ufunguo ambao leo tutaenda kuchambua kwa undani zaidi. Sasa katika gitaa lako ufunguo wa C major ni ule ufunguo ambao unapatikana huku mwishoni. Rahisi kuweza kuidentify ni mwishoni kabisa mwa gitaa lako huku, na ni ufunguo ambao unapigwa kwa kutumia, kama ukitaka kupiga open chords za C unatumia uzi namba, unapiga nyuzi zote hizi, unaacha tu uzi wa bass. Hizi nyingine zote kuanzia namba 5, namba 4, namba 3, namba 2, namba 1 unazipiga, ila unaacha uzi wa bass. Na namna ya ukamataji wake sasa nilikwambia kwamba hiki ni kidole namba 1, hiki namba 2, hiki namba 3 na hiki namba 4. Kwa hiyo nitaenda kukueleza namna vidole ambavyo vinatakiwa kukamata nyuzi zako. Sasa kidole namba 1 kabisa kinakamata uzi kwenye hii leli ya kwanza au kwenye chumba cha namba 1, na uzi namba 2 hapa. Hapa unapaona kidole chako cha kwanza hiki namba 1 kinakamata hapa. Alafu kidole chako namba 2 kinakamata chumba namba 2 hapa. Kidole namba 2 ambacho ni hiki kinakamata chumba namba 2, uzi huu hapa, uzi wa 4. Kwa hiyo kidole namba 1 kinakamata uzi wa 2, kidole namba 2 uzi wa 4, na kidole namba 3 ambacho ni hiki kinakamata uzi namba 5 kwenye chumba cha 3. Kwa hiyo chumba cha kwanza hiki huku, cha pili hiki hapa, cha 3 hiki. Kwa hiyo vidole vinakuwa vinacheza sehemu ambapo vidole vinakuwa vinacheza kulingana na vyumba ambavyo unatakiwa kuvikamata kwa wakati huo. Kwa hiyo kidole chako hiki namba 3 kinakamata uzi namba 5. Kwa hiyo hizi nyingine zote za hapo katikati unaziacha tu. Kwa hiyo hakikisha kwamba mambo ya kuzingatia, hakikisha kwamba kila kidole kinakuwa kimekamata uzi husika pekee. Usipige kidole hiki kwa mfano hiki kikagusa na uzi wa chini yake hivi, utapata mlio ambao sio sahihi. Au hiki hapa hiki kikagusa na uzi wa chini, utapata mlio ambao sio sahihi. Sasa unatakiwa kila kidole kihakikishe kwamba kimezingatia kushika kwenye nyuzi kwenye chumba chake, lakini pia kimeshika uzi wake. Ndio maana jitahidi kunyanyua hivi vidole vyangu ili kusudi viweze kutoa gitaa liweze kutoa mlio ambao ni sahihi, kwa sababu ukichezesha kidogo tu gitaa lako litatoa mlio ambao sio sahihi. Kwa sasa huku namna ya upigaji wa huku inategemea na wewe unataka kupiga mpigo wa aina gani. Kuna aina mbili za upigaji wa huku mkono wako wa kulia. Kuna ile ya kufanya strumming kwa maana ya kwenda chini na kurudi juu. Ukome ikamata vile vile. Na inategemeana na melody ya wimbo wako unataka iendeje. Wewe tu, yani huku ni kazi kwako tu. Hiyo ni njia moja wapo. Lakini njia ya pili ni njia ya kupick. Kupick maana yake ni kuchambua nyuzi moja moja. Kwa hapa natoka juu. Hii inaitwa picking, lakini hii hapa inaitwa strumming. Sasa ukishakuwa umeisha ifahamu namna ya kukamata hiyo key yenyewe kwa maana ya C major, kitu cha pili ambacho unatakiwa kukifanya, unatakiwa kuwatafuta marafiki wa muhimu ambao wanakamilisha mzunguko wa C. Kila ufunguo una marafiki wako 7. Na hao marafiki waga tunawapatia namba, kwa maana ya namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6 na namba 7. Halafu namba 8 ndio anakuja kurudi yule namba 1. Hiyo topic tutajifunza baadaye, inaitwa tonic sofa katika mfumo wa kodi. Tutajifunza baadaye, lakini leo nataka nikupatie tuanze kuwachambua hawa aina ya marafiki ambao wanapatikana katika kila ufunguo. Sasa ili mzunguko uweze kukamilika, ni lazima hawa marafiki, at least idadi fulani ya marafiki ikamilishe huu mzunguko. Na hiyo idadi ya marafiki ukiwaunganisha pamoja, huwa wanatengeneza kitu kinaitwa chord progression. Chord progression ni mkusanyiko wa kodi zaidi ya 2, 3 na kuendelea, ambazo zinatengeneza mfumo fulani wa melody au wimbo fulani hivi. Sasa na sisi kwa sababu tunajifunza ufunguo wa C, hii C sasa tunaitengenezea progression au tunaitengenezea marafiki wengine ambao wanaungana naye ili kuweza kumfanya huyu C sasa akamilike. Akiwa peke yake hajakamilika, ni lazima apate marafiki zake ili kusudi tuweze kupata progression ambayo ni sahihi. Okay, sasa
Katika hao marafiki 7 ndio kuambia, rafiki namba 1 ndio huyu C mwenyewe, na yeye ni rafiki. Rafiki yake rafiki yake anayefuata ambaye ni wa karibu mwenye sifa zinazofanana na C huwa ni namba 4. Huwa ni namba 4. Tutaelekezana hii topic vizuri na utaelewa vizuri kabisa. Lakini rafiki namba 4 lazima utambue kwamba huwa rafiki mwingine wa C huwa ni namba 4. Sasa namba 4 ni huyu hapa. Huyu namba 4 ni F major ambaye anapigwa hivi. Okay. Sasa F major anapigwaje? Kidole chake namba 1 unakamata pale pale kwenye uzi namba 2, kidole namba 2 unakamata uzi namba 3, na kidole namba 3 unakamata uzi namba 4 pale. Alafu unapiga hivi. Huyu ni namba 4. Kwa hiyo huyu ni namba 1. Huyu ni namba 4. Alafu huyu ni namba 1 tena. Alafu rafiki mwingine ambaye huaga anafuata, ambaye ni wale marafiki wakuu wa C, ni namba 5, ambaye namba 5 wetu sisi anaitwa G major. G major mwenyewe kidole chako namba 1, namba 1 kinakamata uzi wa 5. Alafu namba 2 kinakamata uzi wa 6 kwenye chumba kinachofuata pale. Alafu kidole chako kidogo unaweza kukamata pale chini hapa. Kwa hiyo ni nyuzi hizi 3 unazipiga hivi. Hii hapa ni G major. Sasa hizi ndizo kodi 3 za msingi ambazo zinatengeneza mzunguko wa C major. Kwa sasa kama ukitaka kupiga hizi zote 3 maana utaanza, hii hapa ni C yenyewe. Hii hapa ni F, alafu hii hapa inakuja ni G. This one ni G. Ni G. Okay, sasa hii G naweza nikaikamata pia kwa hivi ili kuweza kutengeneza option nyingine nyingi. Option nyingine nyingi za code. Naweza nikaikamata hivi. Kidole changu nikaanzia kidole namba 2 kikakamata uzi wa 5, kidole namba 3 kikakamata uzi namba 6 kwenye chumba kinachofuata, alafu kidole changu namba 1 nikakamata pale. Kwa hiyo ikawa hivi. Lengo la kufanya hivi, nataka ili kusudi niwe na option ya kutengeneza G7. Hii hapa ambayo hiki naachia afu hiki nakamata namba 1 pale. Kwa hiyo inakuwa hivi. Hii inaitwa G7 code. Tutajifunza huko maana mengine ya makodi advanced codes tutajifunza vizuri. Lakini natamani tu ujue kwamba ukitoka C unaenda F, unarudi C, unaenda G. All sing unto him, he will come to us if we Kwa hiyo it's C. Okay, kuna kitu nilikuwa sija kuelekeza. Ukipiga hii F zikiwa triad unaweza kukamata hivi, lakini ukitaka kuichanganya hichi kidole namba 1 unaweza kalaza kikagusa na uzi wa kwanza pale chini. Kwa hiyo ikawa namna hii. Hii nayo pia ni bado ni F ile ile. Okay, na wengine sasa wanajaribu kupiga nyuzi zote kama mfumo wa barcode, kwa maana kwamba hii F wanaikamata hivi. Ni kitu kile kile, lakini hapa nimeongeza tu manyuzi haya makubwa. Angalia hiki kishepu hiki. Hiki kidole kimoja kinakamata uzi, maana lengo la kulaza hivi kikamate uzi wa 5 huku, wa 6 huku juu, pamoja na uzi wa 2 na wa kwanza kule chini, ndio maana unakilaza hivi. Halafu hivi vingine hivi. Hivi vingine hivi. Hivi hapa hivi. Hivi. Maana yake vinakuwa vimekamatia hii shape hii na hiki hapa hiki. Kwa ndio maana unakuta unapiga inakuwa ni F hiyo hiyo. Kwa hiyo unaanza C, then F, then C, unakuja kumaliza na G. C, F, C, afu G. Okay, sawa. Kwa hiyo hii F ndio kwa naipiga hivi. Nimejaribu kuitoa afu nikaikamata hivi, ili iwe katika mfumo wa barcode. Naikamata tu namna hii. This way. Kidole changu namba 1 kinalala kuanzia juu mpaka chini kwenye reli ya kwenye hii chumba cha kwanza. Kidole changu namba 2 kinakamata pale, namba 3 kinakamata pale, namba 4 kinakamata pale.
Oh, sorry.